Makambako peoples. Kwa nyuma, tuko pamoja. Kunja wote tu. Kumbe tuko peoples. People. Hakuna. Ndugu zangu wananchi wa Makambako, ninawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi kuja kusikiliza Chadema tunasema nini. Mwaka 2012 nilipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa vijana, nilifanya mkutano somewhere kwenye uwanja kama wa polisi, si huko Sengali. Ilikuwa mchana, kwa na mzee Nyimo. Ulikuwa mkutano mkubwa sana. Na nikarudi hapa wakati fulani tukiwa na mwenyekiti aliyekuwa mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Freeman Mbowe. Tulisalimia wananchi pale barabarani. Leo ni siku ya 3 nazungumza Makambako. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia uhai. Na nimefurahi mmekuja kwa wingi. Nataka nikushukuru sana Mheshimiwa Dr. Slaa. Dr. Slaa ni baba yetu. Mimi amenilea na kunitunza mpaka hapa nilipo. Tangu nilipoanza kuwa diwani wakati ya Tarime mjini na baadaye kuwa mbunge amenijenga. Huyu mzee ana miaka 76. Amekuwa mbunge kwa miaka 15. Kama ni mtu binafsi, angekaa nyumbani kwake, ale maisha yake, amalizie uhai wake hapa duniani. Lakini kwa miaka 76 anasafiri na sisi. Tunakaa naye kikao mpaka saa 7. Kwa sababu anataka kuona nchi yake ikiwa kwenye mikono ya watu ambao watajenga uchumi wa nchi yetu. Wataiendeleza nchi hii iende mbele. Kila mmoja wetu kama Mtanzania afurahie keki ya nchi hii. Leo nchi hii iko kwenye mikono ya kikundi cha watu wachache sana, wanaolindwa na polisi na vyombo vyetu vya dola. Wanaiba kulia kushoto, wanagawa nchi yetu kama nchi ambayo haina mwenyewe. Tukiulizana kwa nini tulidai uhuru wa nchi yetu, madai ya uhuru wa nchi yetu yalikuwa yapi? Ni ili nchi iwe mikononi mwetu, tuiongoze, tutumie rasilimali za nchi yetu katika kujenga maisha yetu, na rasilimali ambazo kwa kweli tunazo nyingi kweli kweli. Kama mnavyojua, hii ni nchi pekee duniani iliyoko na Tanzania, haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ni ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia nzima. Ukienda kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukienda Chunya ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu. Kila kona ya nchi ni dhahabu. Yanatoka matani na matani ya dhahabu ya nchi, yanaondoka kwenda Ulaya kutajirisha watu. Watu wetu wanabaki maskini, hawana maisha. Wakina mama wanaangaishwa na vikoba na mikopo ya kausha damu kwenye nchi yenye dhahabu. Ukichukua wembe ukauvunje hivi, kale kawembe kamoja, kale uliko kata katikati, ndio gramu moja. Gramu moja ya dhahabu yenye uzito sawa na ile wembe ni leo kwenye soko la ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, na pili duniani ziwa Victoria. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, na pili duniani. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, ya pili duniani. Mbuga za wanyama zetu, ukichukua Serengeti, ukichukua Mikumi, ukichukua Ngorongoro, ukichukua Siwa, ukichanganya pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda, Burundi na Uganda. Mbuga namba 1 duniani. Tumejaliwa kila kitu. Bahari tulionayo ina urefu kutoka Mtwara mpaka Tanga kilomita 1600.
nchi yenye kila unachokijua. Hii nchi ingekuwa na viongozi wenye akili, watu wetu ambao hawana kazi wangekaa nyumbani wakawa wanalipwa mshahara kila mwisho wa mwezi, kama inavyofanya Finland, kama zinavyofanya Norway, kama zinavyofanya nchi nyingine, kama inavyofanya Qatar na nchi nyingine. Watu ambao hawana kazi, kuna kitu kinaitwa government benefit, kila mwisho wa mwezi inaingia kwenye akaunti yako. Ingekuwa kila mtu ana insurance kwenye nchi ya matibabu, ya kutibiwa matibabu bora, kwa sababu Mungu ametubariki. Lakini ndugu zangu, miaka 63 baada ya uhuru, watu wetu ni maskini. Nilikuwa naisoma Korea, Dr. Sa. Korea Kusini na Korea Kaskazini walipigana vita mwaka 5. Walikufa watu zaidi ya milioni 6. Miundombinu yote, viwanda, barabara, reli ziliharibika. Watu wakawa maskini, mpaka wengine wakawa nakula udongo na matawi ya miti na mizizi. Mtu yoyote ukiwa na simu ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na TV ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na friji ya Samsung AC, ukiona gari inaitwa Hyundai inatengenezwa Korea. Ukiona meli zinatengenezwa Korea. Mwaka 55 wamekuja, mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna uchumi mkubwa kuliko Korea iliyotoka kwenye vita miaka 5 iliyopita. Ilikuwa inapokea mikopo ya USAID. Leo kipato cha mtu wa Korea wa kawaida per capita income ni dola 55,000 kwa mwaka, milioni 148 kwa mwaka. Yaani kila Mkorea kila mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwaka ana kipato cha milioni 148. Askari yule akifanya kazi miaka 10 hana milioni 148. Mimi nilikuwa mbunge kama mshahara wa mbunge milioni 12. Wewe milioni 12 hiyo ni miaka 3 unafanya kazi. Mimi nilikuwa nalipwa mwezi mmoja. Tuko kwenye matatizo. Na kwa sababu tuko kwenye matatizo, tuna sababu za pamoja za kutafakari namna ya kuondoa haya matatizo. Bila kujali wewe ni askari, bila kujali wewe ni CCM, bila kujali wewe ni mwalimu, kwa sababu tuko kwenye matatizo, tunaongozwa na watu wanaopiga nchi yetu mnada. Kila siku mnasikia reli imepewa Mchina. Uongo kweli? Sitazame inapita kakabidhiwa Mchina kwa miaka 27. Bandari amepewa Dubai milele mpaka Mungu atakaporudi. Ndio mkataba unavyosema. Dubai mwaka 61 Dubai walikuwa watu 70,000 nchi nzima. Dubai ni jangwani, walikuwa wanatembea wanaokota tende, nomadic life, wanaokota tende jangwani. Mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna chuo kikuu, Dubai haina hata shule. Leo Dubai ina watu milioni 3. Wakazi wa Dubai, kuacha watu wanaoenda wengine, wako milioni 3. Dubai iko dunia ya kwanza. Pipa lao la mafuta la kwanza wamegundua mwaka 69. Haya, wanaweza kusema wana mafuta. Mafuta ni sawa na gesi. Tanzania ina gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Leo Dubai iko dunia ya kwanza, wako milioni 3. Eti Dubai ndio wamekabidhiwa bandari zetu kuendesha. Sisi watu milioni 63 hatuna akili ya kuendesha bandari. Dubai watu milioni 3 wa Arabu wamepewa waendeshe bandari. Mwalimu Nyerere alijenga basic industries za kuinua uchumi wa nchi yetu. Hakuna nchi inayoweza kuajiri watu wake bila kuwa na viwanda vya kawaida vile vya mwanzo. Viwanda vikubwa kama automobile, hivyo vya kujenga magari, vya kujenga silaha kubwa, vya kujenga mambo makubwa, hivyo tunaweza tusiwe nao. Lakini basic industries vya kutengeneza syringe, sindano, maji ya kuongezea dripu, toothpick, karatasi, ZZK Mbeya mnakumbuka, viwanda vya kuchukua vya kutengeneza mablanketi,
pamba yenu ilimwe, iingizwe kwenye jineri, itolewe blanketi, viwanda vya kutengeneza tomato sauce, viwanda vya kuchakata maziwa. Hizo zinaitwa basic industries, ndio zina uwezo wa kuabsorb nafasi kubwa ya ajira ya watu. Ukiwa na viwanda hivyo huwezi kulia kuhusu ajira, kwa sababu kiwandani, ndugu zangu, ndipo anapoajiriwa msomi mkubwa zaidi mwenye degree engineer, na mtu asiyekuwa na elimu kabisa, huyo anapata kazi kiwandani, kwa sababu engineer atakuwa anafanya kiwandani, mwenye elimu ya kati kiwandani, yule technician kiwandani, fundi umeme kiwandani, na mama ntilie anayeuza atakuwa pale anawauzia wanaofanya kazi kiwandani chakula, ili na wao wapate chakula. Na mbeba mizigo atakuwa pale ili apakie mzigo kwenye lori lililofuata mablanketi. Kwa hiyo kiwandani ndio kila kitu kinajiriwa. Tuko wapi leo? Miaka 61 baadaye tumerudi nyuma. Viwanda vya pamba vimekufa, viwanda vya kila kitu vimekufa. ZZK Mbeya imekufa. Mwalimu aliiweka hapa ZZK kwa sababu hili eneo lenu ni eneo la kilimo, ili mpate pembejeo za kilimo. Sasa twende taratibu, nikueleweshe kwamba tuna watu wa aina gani kwenye nchi hii, na baadaye mniambie kama wanahitaji kuongoza nchi hii hata kwa siku 2 baadaye. Iko hivi, nianze na watu wa Njombe. Mkoa wenu wa Njombe una ukubwa wa kilomita za mraba 21,347. Nchi ya Israeli ina ukubwa wa kilomita za mraba 44,000. Kwa hiyo imewashinda Njombe kwa kilomita za mraba 21,000. Yaani ukiunganisha Njombe mara 2 ina ukubwa sawa sawa na Israeli. Israeli ni jangwani, ndio nchi inayoongoza kwa kutoa matunda, parachichi, sio nini duniani. Jangwa. Ukienda nchi kama Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000. Mkoa wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. Mbeya ni kubwa kuliko Uholanzi. Tunaomba msaada sisi, saidie mzee, saidie mzee. Mungu amewajalia watu wa Njombe. Hapo kwenu Ludewa kuna chuma. Nasema uongo? Pale Mchuchuma na Ligamba. Na akawawekea makaa ya mawe pale pale ya kutengeneza umeme wa kuchakata kile chuma. Na akaweka mchanga wa kusafisha kile chuma, akauweka hapa Iringa. Si kama mnaelewa hilo jambo? Mungu huyu akawapa Kituro, garden ya dunia ambayo maua yake amepanda yeye mwenyewe ya kila rangi unazozijua. Akawapa ardhi ya kulima pale Makete ya kulima ngano. Mungu huyu akawapa nyie nguvu za kupanda miti ambayo inaweza kutengeneza furniture, inaweza kutengeneza mbao za kila aina. Mungu akawawekea, akawapa nafasi ya kulima viazi. Sasa leo tumekuwa na serikali yenye watu wenye akili. Cha kwanza, na nilisema ili bungeni, nendeni kwenye YouTube mwangalie, wakati tunaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere na hii SGR, nilisema bungeni nikiwa waziri wa nishati na madini Kivuli, nikawaambia Mheshimiwa Rais, tusianze kujenga miradi hii kabla ya kwanza ya kuwa na chuma chetu. Maana yake ni nini kiuchumi? Kwamba pale Mchuchuma mradi wa dola za Kimarekani bilioni 3 sawa sawa na trilioni 7.3 za Kitanzania, trilioni 7.8. Unajenga kiwanda chako pale. Ukisha jenga kiwanda chako cha chuma pale, ukaanza kuzalisha chuma, unawaleta wale Waarabu contractors, unawaambia tunawapa kazi ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Na wale wengine unawaleta unawaambia tunawapa kazi ya kujenga reli ya SGR. Ukishawapa ile kazi, unawaambia chuma chote utanunua hapa. Unampa pesa kwa mkono huu, unaichukua kwa mkono huu. Bolt, nati, misumari, kila kitu kingenunuliwa wapi? Hapa.
Ukisoma takwimu za serikali mwaka jana, mwaka juzi, mwaka uliopita, mwaka jana peke yake, kwa mujibu wa ripoti ya BOT, serikali yetu imeagiza chuma kutoka nje cha dola za Kimarekani bilioni 1.2. Kwa pesa za Kitanzania trilioni 3. Unahitaji trilioni 7 ujenge kiwanda chako. Kiwanda cha Mchuchuma na Liganga kilikuwa kinaenda kutoa direct employment, yani ajira ya moja kwa moja, watu 60,000. Watu 60,000. Acha subcontractors. Nikizungumza kuhusu subcontractors, wenye vikampuni vidogo vidogo, labda wa kuuza karatasi mle ndani, kuuza vikompyuta, kuuza nini, kuuza chakula, kuuza machungwa, kuuza nyanya, hizo zinaitwa subcontractors. Hapo hatujawagusia ungekuwa na makampuni mangapi na yangeajiri watu wangapi. Direct employment, watu 60,000 wangekuwa pale wanafanya kazi. Hebu fikiria Makambako, hebu fikiria Njombe, hebu ifikirie Ludewa yenyewe ingekuwa. Watu 60,000 mwisho wa wiki wangekuwa nakuja kula starehe hapa, wanaenda Njombe. Kama wanauza chipsi sahani 2, ungeuza chipsi sahani 10. Pesa imetoka kiwandani, imeingia kwa mkanga chipsi. Mkanga chipsi ananunua viazi kwa yule anayeuza viazi, yule anapata pesa, ananunua sukari kwa mwenye duka, mwenye duka anapata pesa, anajenga, fundi anapata nafasi ya kulipwa, fundi ananunua mboga kwa mama anayeuza mboga, mama anaagiza bodaboda amletee mboga, bodaboda ananunua mafuta, pesa inatembea kwa Watanzania. Hawa watu wasiotumia akili tumewaeleza wajenge kiwanda, hawakutusikiliza, wanaagiza chuma kutoka nje ya nchi. Chuma chetu kinaozea pale, watu wetu ni maskini. Katika uvumbuzi mkubwa wa binadamu duniani, invention namba 1 ilikuwa ni uvumbuzi wa printing, maandishi. Ndio yameleta mabadiliko makubwa duniani kwa binadamu. Watu walipojua kusoma na kuandika na kuandikia watu, huu ulikuwa uvumbuzi mkubwa sana. Namba 2 ilikuwa ni antibiotics, kugundua madawa ya antibiotics yanayoweza kutibu vitu mbalimbali. Ukameza dawa ikakutibu vitu mbalimbali. Ndio uvumbuzi namba 2 wa muhimu. Namba 3 ilikuwa ni chuma. Namba 4 ni kuvumbua injini. Namba 5 ilikuwa ni kuvumbua umeme. Leo tuna chuma kinaoza. Watoto wa Kitanzania hawana ajira, wanafanya beti. Halafu tuna serikali iko madarakani na unakuta kijiji kiko Njombe, mimi ni CCM down. Unamwangalia ndugu zangu, watu wa Makambako, tuna matatizo na sisi ndio wenye wajibu wa kubadilisha matatizo haya. Hebu niambieni, utatengeneza vipi ajira kwenye nchi ambayo unachukua bilioni 70 unaagiza tomatoes kutoka Marekani? Unaenda kwenye maduka hapo wanauza American Candy ketchup, tomato sauce bilioni 70. Serikali yetu imeagiza kutoka nje ya nchi mayai, nyama za kuku za dola za Kimarekani bilioni 24, bilioni 65. Vijana wana ajira. Tumeagiza maziwa ya bilioni 31. Vijana wana ajira. Watu wana mashamba, mama zetu hapa vijijini, eka 2, eka 3. Ukichukua ng'ombe wa kisasa ukawapa wawili, yule ng'ombe mimi nawafuga na wajua, anatoa lita 25 ya maziwa. Huyu mama ukaweka na maafisa extension farmers wale kule vijijini, wakuwachomea sindano, ukawatengenezea dip kule vijijini, akawa anapata maziwa lita 50. Asas yuko hapa ananunua maziwa ya shilingi 1,000. Huyu mtu atakuwa anapata shilingi 50,000 kwa mwezi, ni zaidi ya milioni 1.5. Hebu fikiria familia inayopata milioni 1.5. Ungeenda umekuja umejenga nyumba nzuri, wakinunua simenti, serikali inapata fedha kutoka kiwandani. Kuna kitu kinaitwa corporate tax, serikali inalipa, inapata tax base kubwa.
tungeajiri walimu zaidi. Leo tuna vijana hawana kazi na kazi zipo, shule hazina walimu, mahospitali hayana madaktari na wadaktari wapo, polisi hawatoshi vituoni na polisi wapo, vijana wapo kufanya hizo kazi, jeshi halina watu wa kutosha, vijana wako mtaani kwa sababu pesa zetu tuna export nje. Si kama mnaelewa? Hivi mnaelewa nachokisema kweli? Wanaoelewa wanyoshe mkono tu. Tuna matatizo, na kwa sababu tuna matatizo lazima tubadilishe hali. Wangapi wanasema lazima tubadilishe hali? Nyosha mkono tu. Serikali hii, nchi hii yenye ukubwa wa kilomita za mraba 945 imeagiza ngano ya bilioni 504 kutoka nje ya nchi. Nchi hii ukichukua Kenya, ukachukua Uganda, ukachukua Rwanda, ukachukua Burundi, ukizichanganya pamoja hazifiki kwa ukubwa kule. Makambako yuko hapo. Watu wa Makambako, watu wa nini? Wa Makete wanachohitaji kupata mitaji, wapate trekta, wapate mbolea, wapate mbegu nzuri, wapate na kiwanda cha kukoboa ngano yao. Halafu wakalima ngano itajitosheleza. Hizi fedha zitabaki ndani ya nchi, zitatengeneza nchi. Tumeagiza mchele kutoka Pakistan, mchele wa basmati wa zaidi ya bilioni 200. Tuna mchele bora namba 1 duniani, Kiera. Watu wa Kiera wanachohitaji uwasaidie wavute maji kutoka ziwa Nyasa, Mungu alikuwekea pale, uwawekee miundombinu maji yafike mashambani, uwape trekta, uwape harvesters, uwape mashine za kukoboa, wazalishe mchele, hizi fedha zibaki Tanzania. Na mchele ni siku 90, kilimo cha mpunga ni siku 90. Ukiwaletea maji hawatasubiri msimu wa mvua, watalima, wakifikisha siku 90 watakata, watapanda tena, kwa mwaka watapanda mara 4, tutapata chakula cha kutosha, watu wetu watakuwa matajiri, watanunua magari, watajenga nyumba, wataishi maisha yenye hadhi. CCM inaona tukifanya hivyo kuendeleza watu wakule, tuna kitu tunaita chinyani. Yaani wewe unakula alafu unashiba, ukishashiba unaona chakula hichi mwenzako atakula, unachukua mchango na mwaga juu yake. Hivi mnanielewa? Sasa ndugu zangu, nyie mnalima, mnazalisha miti, tunaagiza furnitures kutoka nje ya nchi, hadi za ofisini, kwenye maofisi ya serikali. Sisi ndio tuna mninga bora duniani, sisi ndio tuna mbao za finance bora. Tunaagiza furniture, unaenda kwa mkuu wa wilaya. Hao vibaraka wanaoitwa wakuu wa wilaya, kwanza wana kazi gani? Hii ni extension ya utawala wa kikoloni. Mkuu wa wilaya nani aliyekuchagua? Eti namwakilisha rais. Tutafuta ushenzi wa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, tukiingia madarakani ndio cha kwanza kufuta. Hawana kazi. Unaenda kwenye ofisi, mtu anaitwa mkuu wa wilaya, huko kwenye kimeandikwa chini. Vijana hawana ajira. Unatengenezaje ajira kama unachukua fedha za ndani ya nchi yako, unaagiza vitu kutoka chini? Wakati watu wa Makambako hapa wana mbao. Ungetrain vijana wa Makambako, ukawapa mashine za kutengeneza furniture, ukawahakikishia na soko, watu walikuwa busy kwenye viwanda vya kutengeneza furniture. Tusingeagiza furniture kutoka nje. Muuza misumari angepata fedha, multiplier ya effect chain yake ni kubwa. Yule anayeuza gundi angepata fedha, anayepakia mbao kutoka angepata fedha. Leo CCM badala ya kuzungumza maisha ya watu, mwenezi wao anasema eti Chadema tunaenda kununua Ebola na Mpox tuilete Tanzania.
Hiyo Ebola inauzwa duka gani Makara? Hawa ni watu wanaoona nyie hamna akili, hamnazo. Ndio maana wakija hapa hawana hoja. Sisi juu zaidi. Huko juu wanatafuta nini? Matatizo ya wananchi hapa chini. Hapa chini ndio hatuna barabara, hatuna madawa, hatuna maji. Hapa chini juu zaidi kutafuta nini? Na nyie watu ambao mnahusika kufanya. Tulikuwa na mbunge wenu bungeni, mzee huyu anaitwa Sida Pipo, mtu wa ajabu. Badala ya kusemea wananchi, yeye anasemea serikali. Kazi ya mbunge is a taxpayer representative. Mbunge ni mwakilishi wa mlipa kodi. Mbunge sio mwakilishi wa serikali. Kazi yako ni kudefend watu wako mpaka tone lako la mwisho la damu. Mzee mzima anasimama anakata kiuno ili kuongea. Kujipendekeza tu. Na haya yote kwa sababu uchaguzi wetu, kura ya mwananchi haiheshimiki. Kama kura ya mwananchi ingekuwa inaheshimika, wabunge wasingesimama bungeni dakika 10 anamsifia mama. Kilemba kizuri, tunamshukuru mama, mama. Dakika moja kusemea shida za wananchi. Ndio maana tumesema no reforms, no election. Na tunahitaji mtunge mkono. Bila mabadiliko ya kimsingi kwenye sheria zetu, uchaguzi hautafanyika, kitawaka. Mimi na tutakuwa mstari wa mbele kuongoza wananchi. Ili mradi tumtuambie mtatunga mkono. Tusipochukua nguvu na mamlaka ya wananchi yaliyopokwa na vyombo vya dola, tukayarudi, sehemu pekee ambayo wewe unaweza kumpa max kiongozi wako au kumshusha max ni wakati wa kupiga kura. Ukimchagua miaka 5, unamweka pale, unakuna muasisi. Aliniahidi hiki, unaweka tiki. Hiki anatekeleza, unaweka tiki. Hiki hakufanya, unamsubiria kwenye. Kama hakutekeleza, akija kwenye kura nyingine unaweka X, unapeleka mwingine. Sasa hebu fikiri. Mbunge analipwa milioni 18 kwa sasa. Mimi nikiwa bungeni nilikuwa ni milioni 12. Akikaa, kipindi tukiwa bungeni, ukikaa asubuhi mpaka jioni, mimi na mwakajoka tukiwa bungeni. Useme usiseme, lakini 20 milioni. Mshahara wa askari ile mwezi mzima. Ni pochi ya mbunge siku hii. Siku moja. Na nielewe uzuri. Sasa mtu anayelipwa hivi, insurance kwa mke wake, insurance kwa watoto, insurance kwa nini? Kama kura yako ingekuwa na uwezo wa kumtoa na kumweka, huyo anakuramba viatu hivi wewe. Lakini sasa hivi wabunge hawaheshimu. Kwa nini? Kwa sababu anajua kura yako haitamweka madarakani. Atakayemweka madarakani ni Samia na polisi wale wakitumia mtiko. Ndio maana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amesimama, mama mmoja amempigia simu. Anamwambia nataka kujifungua, nimeenda hospitali wananinyima mkasi na wembe sina na bro. Akamwambia rudi nyumbani, mume wako atafanyiwa operation. Na akaisema public bila aibu. Na hajachukuliwa hatua mpaka sasa na Rais Samia. Mnafikiri ni kwa nini? Kura ya mwananchi ingekuwa na nguvu, Samia angekubali ile mtu ampake matope? Anajua hamna chochote cha kuwafanya. Sio kama mnaelewa. Hivi mnaelewa vizuri? Kama kura yako ingekuwa na uwezo wa kumweka madarakani na kumwondoa, lazima angejua tusipofanya hivi miaka 5 wananchi wanakumbushia. Iko hivi, Gordon Brown alikuwa waziri mkuu wa Uingereza. Alikuwa wananchi anaongea hivi kwenye mkutano. Mwanamama mmoja anapaza sauti anapaza. Sasa alipokuwa anashuka jukwani, alikuwa na ile maiki hapa vile vidogo vya kuchomeka. Yeye akafikiri imetolewa. Akasema kwa maiki kale. Akamama kanijie. Kesho yake Uingereza iliandamana, akatoka madarakani. Kwa
kwa kuonesha kwamba umeshindwa kusikiliza kilio cha wananchi. Wakina mama wangapi wanakufa hospitali kwenye nchi ya asali na maziwa kwa sababu wameshindwa? Ni wazee wangapi wanasumbuliwa na tezi dume wanakufa wametumikia taifa hili kwa sababu wana hela? Kila mtu amelitumikia taifa hili na anapaswa kulindwa na nchi. Kama ulikuwa mchoma mkaa, wewe ndio ulichoma mkaa ukauleta kutoka kijijini, mwalimu aliyekuwa mjini akakaa ofisini akatumia mkaa wako ili afundishe. Bila wewe angetoka darasani akachome mkaa, isingewezekana. Kila mtu anahusika kujenga nchi. Kama wewe ni fundi, wewe ndio ulijenga nyumba za darasa. Wewe umetumikia taifa hili kwa ufundi wako. Ndio maana sisi Chadema tuna universal pension. Tukiingia madarakani, kila Mtanzania akifikisha miaka 60 tutatumia rasilimali zetu kumlipa pension, kwa sababu naye ametumikia taifa hili kwa njia moja au nyingine. Unauza nyanya, wewe ndio ulituuzia nyanya, na wewe ulitumikia taifa hili kwa kutuuzia. Unauza kiberiti, ulituuzia wewe, umetumikia taifa hili kwa kutuuzia. Lazima upate pension. Tuna uwezo. Nchi hii leo uwanja wa ndege wa KIA umepewa kwa Oman. Uwanja wa ndege, kila abiria anayetoka Ulaya akishuka pale anaacha dola 55 kwa ajili ya kutumia uwanja. Akiwa anaondoka anaacha dola 55. Hiyo ni sawa na shilingi 300,000. Ule uwanja unapitisha watu milioni 1.5 kwa mwaka. Mwalimu Nyerere alitujengea akatuachia pale. Ukibomoka kidogo unapaka rangi, unatengeneza kigali, unaurudishia huko pale. Kwamba kwa mwaka unaleta watalii milioni 1.5, mara 300,000, zaidi ya bilioni 100. Eti hizo hatuwezi kuzikusanya, yaani tukale pale tu kwa tunakusanya. Tumempa Muomani ndio akusanye hizo, akatengeneza ajira kwa. Leo serikali inajenga barabara za mwendo kasi Dar es Salaam pale BRT. Nazo nasikia wanatafuta mwekezaji Mwarabu aje pale. Apewe. Achukue hela ya mama anayetoka Mbagala kunywa posta, aipeleke kuiwekeza Ulaya. Utatengenezaje ajira? Kwa nini usimpe Abudi? Hata Abudi ni CCM, hata yule sui nani yule Shabibi ni CCM, au mamiliki wa mabasi wengi wanajipendekeza ni CCM, lakini wape ni Watanzania. Wakipata pesa watajenga ndani ya nchi, hawatazipeleka nje. Wanachukua wanawapa Waarabu. Nchi ya Waarabu. Unakwenda China, Wachina wamejaa, Wachina wamejaa, wanachimba dhahabu. Tarime wa China mpaka porini mbogo. Wachina wanauza trading. Dr. Slaa, sheria zetu zinasema turuhusu investor, sio trader. Sio mchuzi wa kuuza na kununua. Kama mtu anakuja kujenga kiwanda, huyo tunampa nafasi. Lakini kwenda kununua bidhaa China uje kuuza hapa, tunawapa wa China. Unajengaje uchumi? You are draining your country. Yaani wewe unatengeneza mlija wa kutoa utajiri wako kuupeleka nje. Hivi mnanielewa vizuri? We are draining our country. Na CCM wanatumia kutokuelewa kwetu kufanya mambo ya kipumbavu. Alafu wanakuja wanawapa gesi na kanga. Rais ana uwezo wa kununua kanga nchi nzima, lakini hana uwezo wa kuwawekea madawa msife hospitali. Ana uwezo wa kuwapa gesi ambayo baada ya uchaguzi mtakuja kujaziwa 2030 tena. Sisi Chadema tunasema hatumpi mtu samaki, tunamfundisha namna ya kuwa samaki. Maana vijana wetu hamtakwenda kufanya betting. Tutawapa maeneo ya migodi, tutawapa mashine za kuchimba, tutawapa utaalamu, mtachimba dhahabu muuze, mpate nchi, mpate fedha, mjenge uchumi wenu mifukoni. Tutawapa maeneo ya kulima kilimo, tutawapa trekta, tutawapa mitaji. Ndio maana nchi hii serikali mwaka jana imenunua magari ya bilioni 950, ukizuia bilioni 300, vijana wote.
tunahitaji watu wanaozungumza maisha yetu. Tunahitaji watu wanaozungumza. Unastahili kuendesha gari kama hicho analoendesha. Wasikwambie mjinga kwamba ukiona mtu anataka huyu amebarikiwa. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Hawezi kubariki watu wengine alafu wewe akulani. Kwa nini? Huwa mtu alafu wao wanaosema wamebarikiwa wa Mungu wa haki. Wewe hata sisimizi. Mungu ni wa haki. Umaskini wetu ni wa kupendeza. Mungu angekuwa atupende asingetupa ziwa. Yote wanaahidi watu wapende katika ila habari hiyo ni akili ni watawazi. Kila kiwanda kingeanza pale, kama mtu una ardhi ambayo unauza milioni 1, ungeuza milioni 40. Ungetajirika. Hivi mnaelewa haya mambo au hamuelewi? Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kama mmechoka na upaka, kama mmechoka na vikoba, kama mmechoka na kausha damu, kama mmechoka kulala kwenye nyumba mbovu, kama mmechoka kuwa maskini, sisi tuna solution ya kubadilisha mfumo wa nchi. Umnufaishe kila mtu. Tuna uwezo. Unanunua kile leo kila siku hizo zingeajiri vijana milioni 3. Hao vijana wangepata maisha kiasi gani? Wangenunua
inahitaji kila mmoja wetu ashiriki kwenye safari hii. Inahitaji kila mmoja wetu ashiriki kwenye safari hii. Mwalimu Nyerere alipoanza kupata uhuru hii, Watanzania walihusika kupeleka nchi kwenye mikono yao. Watu wa Makambako tunahitaji mtunge mkono. Tunataka hiki chama kiendeshwe na nyie. Tumefanya uchaguzi mzuri sana mlifanya 25 na mnaamini hawakukosea kunichagua mimi. Hatutaki tena chama hiki kiwe kwenye mikono ya watu au mtu mmoja. Tunataka kiwe chama cha Watanzania, kiwe sauti yenu. Tunataka mkiendeshe kwa michango yenu. Wanasema hatuna fedha, ni kweli tuna fedha. Nani atapata pesa zake kila siku kuendesha chama? Kama magari, matairi, kununua magari, tunalipa lazima Watanzania shiriki. Neno usishiriki kwa fedha 1,000 kwa mwezi. Na kama akitoa 1,000 kwa mwezi. Na akitoa ingepata kwa alitoa mwezi shilingi 5,000. Kama tuanzisha kile tone tone. Sisi kazi ya kuwashughulikia CCM tuachie. Tafuta mpate magari. Tuachie. Usiku. Ndio maana hiki kipeperushi. Utakisoma. Kwa wale wanaotumia boda, utaangalia upande wao. Kwa wale wanaotumia CRDB, utaangalia upande wao. Na wanaotumia Airtel. Na utajirejista kama unataka unatuchangia kwa wiki, utaweka pale. Ukishajiunga, ikifika ile siku uliyojiunga, inakata moja kwa moja kile ulichoeleza. Kama ni 500 itakata 500. Kama ni 1,000 haitakukumbusha. Ikikuta fedha inapeleka kwenye akaunti yako. Kidogo kidogo. Na yule mwenye 10,000 hata laki, watu wenye uwezo waweke. Nao wamepigika, hata wafanyabiashara wasionaonea. Tunawatengenezea mazingira bora ya kufanya biashara zao. Sasa hicho kipeperushi, nataka niwapitishe kwenye voda. Kila mtu ashike simu yake ya Mchina. Tunataka tuende pamoja. Toa Mchina mfuko. Toa simu. Wenye voda wote. Toa simu, shikilia. Mmeshashikilia? Nyanyua tuone. Nyanyua tuone. Maana tusikangane. Nyanyua wote. Wenye mitandao ya voda nyanyua mkono tu. Wanaotumia voda. Sawa. Twende kazi. Bonyeza nyota 150 nyota 00 leo kama unavyoingia kwenye M-Pesa. Kimaliza sema tumemaliza. Tayari. Nenda namba 4, lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 pale. Lipa kwa M-Pesa. Umeshachagua? Shuka chini kabisa pale namba 9 utaona malipo ya kujirudia. Chagua hii. Namba 9. Umeichagua? Nenda namba 1 utaona weka malipo kwa kujirudia. Namba 1. Umeiona? Umeiona? Nenda namba 3. Weka namba ya kampuni. Umeiona hiyo? Weka namba ya kampuni. Mmefika hapo? Namba ya kampuni ni 1111333. Umemaliza? Nimekuletea kwamba weka namba ya kumbukumbu ya malipo, si ndio? Weka 1234. Bonyeza pale. Umemaliza? Inakuambia nini? Weka kiasi. Sasa wewe weka 1,000, weka 2,000, unayoweza wewe. Weka 1,000, weka 2,000, weka 5,000, weka 5,000. Umemaliza? Bonyeza. Inakuambia weka jina la malipo. Andika neno Chadema kwa herufi kubwa. Tulia kwanza wewe unaenda. Andika neno Chadema. Umemaliza? Inakuletea marudio kila siku. Chagua kama kila siku unataka kuchanga, kila wiki, kila mwezi. Kama ni mwezi, chagua mwezi.
kila mwezi. Umechagua, si ndio? Haya, bonyeza pale, itakwambia weka tarehe ya kuanza malipo. Sasa tarehe ya leo ni tarehe ngapi? 26. Uiunganishi, usiweke ile pa tarehe 26/03, si mwezi wa 3, alafu 2025. Jiunganishe ndo. Umemaliza? Watakwambia weka namba ya mwisho wa malipo. Sasa ukitaka kuunga mwaka mzima, weka tarehe kama ya leo, mwezi kama wa leo 2026, vile vile unganisha. Ukimaliza weka namba ya siri, bonyeza 1, utakuwa umechangia chakula. Tunaelewana? Na kazi hii tutaipiga. Ukitaka kuchanga moja kwa moja pia kuna namba ya simu 0744